لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ndugu zangu katika imani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Allah kwa fursa hii ya kukutana tena katika msikiti wetu huu wa Mwenye Mkuu, msikiti ambao kwa kusema kweli umekuwa ni msikiti wa harakati za dini zinazofurahisha kwa kusema kweli, kwa sababu ili jambo tokea limeanza na mpaka leo kuwa linadumu hivi ni kuonyesha kwamba viongozi wako imara katika kufanya mambo haya ya kidawa. Mada ya leo kama alivyozungumza Sheikh Mwita ni mada ngeni, kwa maana si mada ambazo huwa zinazungumzwa sana. Hata mimi mwenyewe binafsi hii ndio mara yangu ya kwanza kuizungumza mada hii kama muhadhara, kuutoa kwa upana. Hii leo ndio mara yangu ya kwanza. Kwa sababu gani mada hizi hazizungumzwi? Mada hizi zinaishia sana kwenye vyuo, watu wanaposoma, wanaosoma hasa level ya kuanzia thanawi na kuendelea, ndio wanakutana na somo linaitwa al-firaq wal madhahib al-islamiyya, vikundi na madhehebu ya Kiislamu. Ndio wanasoma vitu hivi vya hivi vikundi na itikadi zao na mambo kama haya. Lakini mimi kilichonisukuma kukubali kuizungumza mada hii ni baada ya baadhi ya ndugu zangu msikitini hapa waliniomba mara kadhaa na wakawa wanasisitiza kwamba nije nizungumze mada hii ya Khawarij. Ingawa kama tulivyosema ni mada ngumu kuizungumza, lakini hatuna budi kuambiana ili watu wayajue mambo haya. Ndugu zangu, nitajitahidi kuizungumza mada hii kwa ufupi sana, kwa maana sitoingia ndani sana kwenye vurugu za wanaochuoni huko wanavyozungumza. Tutazungumza kwa uchache kuwajua Khawarij ni kina nani, halafu tutajaribu kuangalia sifa zao na namna Mtume alivyoelezea na fitna iliyojitokeza katika ulimwengu wa Kiislamu kupitia hawa mabwana wanaoitwa Khawarij. Yote haya nitaelezea kwa uchache, halafu kama kuna mingine tutazungumza kwenye maswali na majibu insha Allah. Wanawachuoni wa Kiislamu wanapotoa taarifu au definition ya hawa watu makhawarij, wanatofautiana namna ya kuwazungumzia. Kila mmoja anazungumza kwa mujibu wa alivyoona, alivyoangalia maandiko, na yeye anajaribu kuwaelezea. Lakini maelezo ambayo hawapingani, wote wanakubaliana kwamba makhawarij ni wale watu ambao wamewakataa Waislamu wenzao, yani wametoka kwenye kundi la Waislamu wakajitenga, pamoja na kiongozi wao. Kama hao Waislamu wana kiongozi mmoja anayejulikana, pia naye pia hawamtaki, wanamuasi. Lakini hawaishii hapo. Ili wakamilike kuwa ni makhawarij, wanawakufurisha hao Waislamu wenzao pamoja na imamu wao. Yani wanawakataa kwanza, halafu wanawakufurisha kwa kuona kwamba ni makafiri, halafu wanakuwa wako tayari kuwaua. Yani hawana shida kabisa, yani wanahalalisha damu yao.
Ukiwaona watu wana sifa hii, basi jua hao ndio watu wanaoitwa makhawarij. Haya ni maelezo ambayo wanawachuoni wanayatoa, na nimeyatoa kwa ufupi kuwatambua makhawarij ni kina nani. Kwa hiyo swala la uasi kwenye Uislamu ni jambo moja zito sana, na ndio maana utakuta hata katika matukio ambayo yametukia hivi karibuni katika nchi yetu, mashekhe zetu wamepiga kelele sana kuwaambia Waislamu kwamba wasimuasi kiongozi, kwa sababu ni sifa ambayo Waislamu hawatakiwi kuwa nayo. Kama kuna dhulma ambayo inatokea kwenu, ima muifuatilie kwa njia nzuri za kuzungumza na viongozi wenu, au mvumilie, lakini sio kuwaasi na kutoka na kuanza kutaka kuwatoa viongozi ama kuwapindua ama kufanyaje. Hii fikra inapigwa vita na Uislamu, na moja katika watu ambao wanasifika na sifa hii ni hawa makhawarij, na ndio maana Waislamu wanajilinda wasitumbukie katika sifa hii ya makhawarij ya kuwaasi viongozi na kuwakimbia, kuwakataa Waislamu wenzao na kuwakufurisha na kuhalalisha damu zao na mali zao. Watu hawa walianza lini? Hawa makhawarij walianza lini? Chimbuko lao ni lini? Katika vikundi vyote vya Kiislamu ambavyo vimepotoka, kundi hili la makhawariji peke yake ndilo kundi ambalo wanachuoni wanasema kwamba lilianza zile cheche zake wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu mmoja akiitwa Dhul Khuwaisir at-Tamimi. Mtu huyu wanasema kwamba siku moja katika vita fulani Mtume ameshamaliza, sasa kuna mali anazigawanya kwa watu wake, kwa masahaba. Huyu mtu alikuja moja kwa moja akaingia pale alipo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamwambia Mtume, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu ya Muhammad. Mtume alistuka na maneno haya, akamwambia wailak, akamwambia adhabu kali na kustahiki wewe. Wa man ya'dil idha lam akun a'dil, kama mimi sitofanya uadilifu ni nani mwingine atafanya uadilifu? Akamwambia khibta wa khasirta, yani umepata hasara, umeangamia. Huyu mtu hata kuonyesha dalili ya kuomba radhi kwa Mtume kwamba nimekosea, maneno tu yamenitoka, aligeuka tu kwa hasira, huyo akaondoka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kama kawaida yake akamwambia Mtume, nipe ruhusa nimkate kichwa sasa hivi, kwa sababu huyu ni mnafiki. Mtume akamwambia hapana, wasije watu wakasema Muhammad anaua sahaba wake. Haya maneno nao pia tuyashikilie vizuri haya, huko mbele tunaweza tukaja tukayajadili. Mtume anasema, kwanza Mtume hakukataa maneno ya Umar kwamba huyu mtu ni mnafiki, lakini kamkatalia Umar kuchukua adhabu hiyo ya kumuua. Na Mtume angeweza kusema yeye ndio kiongozi, na Umar hakuweza kufanya kwa sababu anajua hastahiki kufanya mpaka apate ruhusa ya kiongozi, na Mtume ana uwezo kutoa ruhusa, lakini Mtume akamwambia muache, wasije watu wakasema Muhammad anaua jamaa zake. Halafu Mtume ndio akasema maneno hayo, anasema yakhruju min dhidhi hadha, watatoka watu kwa sampuli ya mtu huyu, watu ambao mtadharau swala zenu juu ya swala zao, mtadharau saumu zenu kwenye saumu zao, na wanaisoma Qur'ani lakini haivuki mishipa yao ya shingo.
Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja sifa 3 za watu hawa. Sifa zote hizi ukizichanganya pamoja zinatoa sifa moja, kwamba watu hawa katika dhahiri yao watakuwa ni watu wa ibada sana, kiasi ambacho ukiwaona wewe utajidharau, wewe swala zako utaziona sio kitu kwa hawa watu. Namna hawa watu wanavyofunga, wewe utadharau saumu yako. Namna hawa watu wanavyosoma Qur'ani, wewe pia utadharau usomaji wako wa Qur'ani, lakini Qur'ani yao haivuki mishipa yao ya shingo. Tutaona huko mbele tutakapozungumza sifa zao kwa ukamilifu zilizotajwa, kwa sababu Mtume kataja sifa zao katika maeneo tofauti tofauti, ikiwa kuna sifa nyingine hapa hazikutajwa. Kwa hiyo wanawachuoni wanasema huu ndio mwanzo, hii ndio cheche ya kudhihiri makhawarij au kupatikana makhawarij. Lakini wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anaondoka, halikudhihiri kundi kama kundi likajulikana kwamba hawa ni makhawarij. Walikuwepo wanafiki tu, lakini hao makhawariji kwa sifa hizo zilizotajwa mpaka Mtume anaondoka hawakujitokeza, baada ya yule jamaa wa kwanza kufanya ule utovu wa nidhamu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kudhihiri kwao kama kundi kwa mara ya kwanza ni wakati wa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hawa watu walitoka miji tofauti tofauti, walikuwa wanapelekeana barua kama kawaida yao, kwa sifa zile zilizotajwa, kwamba jambo la kwanza wanamkataa kiongozi, wanamkataa kiongozi wa Kiislamu na wanawakataa Waislamu wenzao, na kuwafanya wote Waislamu wote wanaomuunga mkono na kumkubali kiongozi huyo nao wote ni makafiri. Kwa hiyo hawa mabwana, hatua yao ya kwanza walimkufurisha Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na wakapelekeana mabarua sasa mikoani huko, sijui kutoka Misri, kutoka Kufa, kutoka wapi, wakakutana sehemu wakitaka kuelekea kwa Uthman bin Affan kwa ajili ya kwenda kumng'oa madarakani. Kazi yao ni hiyo, yani wao ni watu wa kupindua. Wanaambiana kwamba Uthman bin Affan, na wao siku zote wanacheza kwenye hiyo sifa uadilifu, yani haraka kutaka kukuvuruga na kwamba wewe si muadilifu, wewe ni dhalim na nini, alafu mwisho anakutingiza kwenye ukafiri, kama yule bwana alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fanya uadilifu. Hata Mtume nao pia anamwambia afanye uadilifu. Kwa hiyo hawa wakatoka wakasema kwamba Uthman amekuwa dhalim, Uthman si muadilifu, kwa hiyo Uthmani anafaa kuondoka. Sasa angalia wanavyotaka kuleta uchonganishi. Wanaambiana kwamba Ali bin Abi Talib yupo tayari kuchukua ukhalifa Uthmani akiondolewa. Kwa hiyo sisi tukimuondoa Uthman bin Affan, tukimshawishi Ali atakubali, ataingia kwenye uongozi, mambo mengine yatakwenda. Sasa hiyo sehemu ambapo walikuwa wamekutana, Uthmani akatuma mtu baada ya kupata taarifa. Tena angalia, walichagua kipindi ambacho Madina haina watu, wakati wa hija. Watu wote wameenda hija, wamebaki watu wachache sana, watu wazima wale ambao Uthmani mwenyewe alikuwa wakati na miaka 84, mtu mzima sana. Yaani anasema hata kunyanyuka wenyewe mpaka alikuwa asaidiwe kuweza kunyanyuka. Na vile vile Ali bin Abi Talib pia alikuwepo. Wale watu, yule mtu aliyetumwa akaenda kuzungumza nao, wakaonyesha kama kukubali kwamba basi wanarudi, lakini hawakurudi. Ghafla ikasikika tayari takbira, wameshaingia Madina. Uthman bin Affan akamtuma